Waheshimiwa wasajili na naibu wasajili mliopo, mkiongozwa na Mheshimiwa Herbert George, msajili wa mahakama ya rufani. Lakini pia nitambue uwepo wenu ninyi wote. Tunapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufikia hatua hii ya mwisho wa mwaka huu, na kama mnavyofahamu, mwaka wa shughuli za mahakama huanza tarehe 1 mwezi wa pili na kuishia tarehe 15 mwezi wa 12 wa kila mwaka. Na kwa mahakama kuu na mahakama ya rufani sasa muko katika mapumziko, isipokuwa mahakama ya hakimu kazi, mahakama ya wilaya na mahakama za mwanzo zinaendelea na kazi. Nichukue fursa hii pia kuwapongeza kwa ambayo mmekuwa mkiyafanya katika kuwezesha utekelezaji wa shughuli za mahakama kwa mafanikio, licha ya changamoto mbalimbali ambazo zipo. Nafasi zenu zinatambuliwa hata katika katiba, lakini zinatambuliwa pia katika sheria zetu za msingi na katika kanuni. Ninyi ni muhimu sana katika uendeshaji wa shughuli za mahakama, na kwa sababu hizo shughuli mnazifahamu na wajibu wenu mnafahamu, asubuhi hii mimi wajibu wangu tu ni kuwashirikisha yale ambayo Mwenyezi Mungu akituwezesha tunakusudia kama mahakama ya Tanzania kuyatekeleza katika mwaka wa mahakama wa mwaka 2026. Tunawashirikisha sasa ili hata tunapoendelea tukiwa likizoni, basi tujipange ili kuendelea kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi ipasavyo. Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru na kuwapongeza watangulizi wangu kwenye nafasi hii ya jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania. Wamefanya kazi kubwa sana katika vipindi mbalimbali tangu mahakama kuu ilipoanzishwa hapa mwaka 1920 na hata mpaka sasa. Waliofanya kazi zao wakati ule ukoloni na hata baada ya kuwa tumepata uhuru, kila mmoja wao alifanya kazi nzuri sana kwa wakati huo na kwa mazingira yaliyokuwepo ili kuwezesha haki ipatikane kwa wananchi wa taifa hili, kama ambavyo ndio maadili na misingi ya mahakama ya Tanzania. Walikuwa na mipango mizuri na mikakati mizuri, na kadiri tunavyoendelea mambo mengine yanaibuka, na sisi kama viongozi tunawajibu kwa kushirikiana pamoja na watumishi wote wa mahakama kubuni mikakati na kuchukua hatua kukabiliana na changamoto zilizopo wakati huo ili kuzitatua na kusonga mbele. Kwa hiyo tumekuwa na changamoto mbalimbali, na kubwa ilikuwa ni uhaba wa miundombinu ya mahakama. Lakini pia kulikuwa na changamoto ya rasilimali watu, kulikuwa na changamoto ya rasilimali fedha, na kumekuwa na changamoto zetu sisi wenyewe tu za kimaadili, za kiutendaji, rushwa, uzembe na mambo mengine ambayo hayafai. Serikali imechukua hatua madhubuti kutatua tatizo la miundombinu ya mahakama. Right now katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hasa Tanzania bara, tuko mahakama kuu, mahakama za wilaya sasa ziko katika kila wilaya isipokuwa wilaya 3: wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma, wilaya ya Ikungi ambako hata ujenzi wa mahakama haujaanza, na wilaya ya Mkalama mkoani Singida ambayo ujenzi wa jengo la mahakama wilaya unaendelea huko katika hatua ya renta. Na wilaya hii ya Chamwino
hiyo tumefikia hatua nzuri. Mwaka ujao itafunguliwa na kwenda kufanya kazi. Kwa upande wa mahakama kuu, hatukuwa na mahakama kuu zilizoenea katika nchi nzima, na ndio tukaanzisha utaratibu huo wa kanda. Hivi tunavyozungumza sasa, mahakama mikoa mingi sasa ina mahakama kuu, isipokuwa mikoa michache. Mkoa kama wa Njombe, na hii ni mikoa iliyokuja inaanzishwa, hata ambayo haina sasa, ni ile ambayo imekuwa inaanzishwa baada ya kuwepo kwenye kanda fulani. Mkoa kama wa Njombe, mkoa wa Katavi, mkoa wa Lindi, mkoa wa Singida, mkoa wa Songwe. Hata hivyo sasa kuna ujenzi unaendelea katika mikoa hii. Lengo letu ni kwamba ifikapo tarehe 31 mwezi huu wa 12, basi majengo haya yawe yamekamilika kujengwa, ili tuweze kuanza kuyatumia tunapokuwa tunafungua mwaka wa mahakama hapo tarehe 2 mwezi wa pili mwaka huu. Lakini niseme tu mbele yenu kwamba ujenzi wa mahakama kuu Simiyu umekamilika na tayari tumeteua viongozi wa kwenda kusimamia kanda hiyo. Hao ni pamoja na jaji mfawidhi na naibu msajili mmoja kwa kuanzia, japokuwa na wengine wataendelea. Matumaini yetu ni kwamba ifikapo tarehe 2 mwezi wa pili, baadhi ya mahakama nyingine pia zinazojengwa, hizi mahakama za kuu zinazojengwa, ziwe nazo zimeanza kazi. Sasa hiyo itategemea kukamilika kwa uwekaji wa samani kwa ajili na miundo mbinu ya IT kwa ajili ya kuanza kufanya kazi. Na mimi nichukue fursa hii pia kumpongeza na kumshukuru mtendaji mkuu wa mahakama na timu yake na wengine wote wanaofanya kazi pamoja na yeye kushughulikia sasa ukamilishaji wa majengo haya ili tuanze kutoa huduma katika maeneo hayo. Na ni kwa nini tunachukua hatua hizo? Tunachukua hatua hizo kwa sababu mahakama ya Tanzania katika ile mihimili mitatu ya serikali na dola yenyewe ndio imepewa jukumu la kutoa haki. Lakini na sisi katika mpango mkakati wetu unaomalizika sasa, kauli yetu kubwa ilikuwa ni utoaji wa huduma ya haki unaomlenga mwananchi, citizen centric services, justice services. Kwa hiyo na tumefanya kazi kubwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mimi nichukue fursa hii pia kuwashukuru wakuu wa taifa hili walioasisi mpango huu wa ujenzi wa mahakama hizi na kusogeza huduma hizi karibu na watu. Marais wote walifanya kazi kubwa, kuanzia kwa Mwalimu Nyerere, Mheshimiwa Mwinyi, Ali Hassan Mwinyi, Mheshimiwa Mkapa, Mheshimiwa Kikwete, Mheshimiwa Magufuli na sasa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Wao ndio wanatafuta fedha. Yani katika mihimili ile mitatu ya dola au ya serikali, muhimili huu wa utendaji ambao pia pamoja na utendaji ndio unaokuwa na mkuu wa nchi, unaokuwa na kiongozi wa serikali na unaokuwa na amiri jeshi mkuu, wenyewe ndio unaratibu na kushughulikia mipango yote ya utafutaji wa fedha kwa ajili ya maendeleo ya miundombinu za mahakama na shughuli nyingine zote za serikali. Sasa kupitia mkopo wa Benki ya Dunia, serikali imeendelea kuboresha miundombinu ya mahakama hata kufikia hatua hii. Nimshukuru Rais Samia kwa moyo wake wa kuona kwamba na huku katika utoaji haki tufanikiwe kama ilivyofanikiwa katika sekta nyingine.
Kwa mfano sekta ya afya, sekta ya elimu, ambako miundombinu kama vyuo vikuu vinasambazwa sasa hata kwenye level ya mikoa, mashule yale ya sekondari, hospitali, vituo vya afya, zahanati na huduma nyingine za aina hiyo, ikiwemo na pamoja na maji. Sasa katika Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2020-50 unaona kwamba msingi mkuu wa dira hiyo unahusu utawala, amani, usalama na utulivu, na ukiwa na maeneo manne ya vipaumbele. Eneo la kwanza likiwa ni utawala bora na haki. Hii ina maana kwamba basi serikali sasa inaona umuhimu sasa pia kuhamia kwenye eneo hili, utawala bora na haki, good governance and justice. Hii kuna kusenye tufanikiwe. Dhamira ya serikali ni ya dhati, ipo pale. Alafu serikali za mitaa imara na zenye ufanisi, hichi ndio kipaumbele cha pili. Na kipaumbele cha tatu ni utumishi wa umma unaowajibika. Kipaumbele cha nne kikiwa amani, usalama na utulivu. Katika msingi mkuu huu wa dira na vipaumbele vyake vinne, unaona mahakama ya Tanzania ikihusika kila mahali, kwa sababu hili linahusu utawala wa sheria, ambao utawala wa sheria ndio unaochangia sana kuleta amani na usalama na utulivu katika eneo, ili wananchi waweze kushiriki shughuli zao za kiuchumi, za kisiasa na za kijamii kwa ufanisi ipasavyo. Na katika hili Rais alipokuwa anazindua bunge la Tanzania alisema atachukua hatua kuwezesha mahakama iweze kutekeleza wajibu wake kwa ufanisi ipasavyo. Na kwa kuzingatia kwamba sasa eneo hili linachukua nafasi kubwa sana katika msingi mkuu wa Dira ya Taifa ya Maendeleo, matumaini yetu ni kwamba sisi huku mahakamani tunapokuwa tumeweka mipango yetu kwa ajili ya kusogeza huduma zetu kwa wananchi, wao katika mihimili mingine ya serikali na dola, yani muhimili wa utendaji na bunge, na wao watatekeleza wajibu wao kwa ufanisi ipasavyo na mapema, ili tuweze kufikia azima hii ya kutekeleza pia dira ya mahakama inayosema haki sawa kwa wote mapema ipasavyo, timely justice for all. Na vinginevyo hatutafanikiwa. Lakini mtaona kwamba katika utekelezaji wa dira hii ndipo ambapo pia sasa tutahitaji, wakati ambapo tumekuwa tumefanikiwa sasa kujenga mahakama kuu nchi nzima na mahakama za wilaya, tukiwa tumebakiza wilaya 3 ambako ndiko hatuna hizo huduma, lakini tuna mahitaji makubwa bado kwenye mahakama za mwanzo. Mpango wa serikali ni kwamba kila kata iwe na mahakama ya mwanzo. Ni kwa namna hii tu tutaweza kutekeleza hata hii Dira ya Taifa ya Maendeleo, msingi mkuu wa Dira ya Taifa ya Maendeleo katika vipaumbele hivi vinne, na hasa katika kile kipaumbele cha kwanza, cha pili na cha tatu. Kama una hizo mahakama huko, na mahakama hizi za mwanzo ni muhimu sana zikawepo kila sehemu huko kwenye kuanzia kiwango cha kata, kwa sababu hata hivyo shughuli za majukumu ya serikali za mitaa kama yanavyotajwa katika ibara ya 146 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni pamoja na kuhakikisha utekelezaji wa sheria na ulinzi wa wananchi. Ni swala la kuwepo kwa amani na usalama katika maeneo hayo. Ni swala la utekelezaji wa utawala wa sheria. Utawala wa sheria ambao utakuja kufanikisha lengo kuu la serikali linalotajwa katika ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano, kwamba ustawi wa wananchi.
Matumaini yetu ni kwamba Rais alipoelekeza hapa mnamo tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2025 hapa mahakamani alipokuja kuzindua majengo haya ya makao makuu, kwamba TAMISEMI ishirikiane na mahakama kuhakikisha kwamba hizi mahakama za mwanzo zinajenga. Wenzetu wa TAMISEMI wataendelea kuwa kini kutekeleza wajibu wao huu, kwa sababu sisi wote tunawajibika kwenye hili, na bila kuwepo kwa mahakama katika maeneo hayo, utekelezaji wa jukumu hili la kuhakikisha utekelezaji wa sheria na ulinzi wa wananchi katika maeneo haya ya serikali za mitaa hautafanikiwa. Kwa ni wajibu wa kikatiba, ni wajibu wa kisera, na kwetu sisi viongozi ni wajibu wa dhati kwetu. Tayari tulishawasiliana na TAMISEMI, tumewaandikia kuwataka watutengee kila kata eneo la ardhi lisopungua eka 2. Lisopungua eka 2, wanaweza kupanga hata eka 5, 10, vyovyote vile, lakini isipungue eka 2 kwa ajili ya ujenzi wa hizi mahakama za mwanzo. Na maeneo hayo sio lazima yawe kwenye makao makuu ya kata, ili tunachotaka tu iwe ndani ya eneo hilo la kata. Kwa hiyo kata hizi zipatazo zaidi ya 3,000 na kitu zinapaswa ziwe na mahakama. Tunataka tujenge mahakama hapo za kuweza kuwa at least na mahakimu 3, lakini ikiwa na sifa nyingine zote, na ofisi za mahakimu, ikiwa pia na nyumba 2 za kuanzia za mahakimu. Kwa hiyo hii ina faida kubwa sana. Ina faida kubwa kwamba tutakuwa si tu kwamba tunapeleka huduma za mahakama kwa wananchi, na kwa maana hiyo kuimarisha utawala bora na haki na utawala wa sheria, lakini hii itasababisha pia kupatikana kwa haki mapema ipasavyo. Na kama mnavyokumbuka, katika katiba ibara ya 107A kubwa ibara ndogo ya kwanza inaeleza kwamba mahakama ndiyo mamlaka yenye kauli ya mwisho ya utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano. Ikiwa mahakama ndiyo mamlaka yenye kauli ya mwisho katika utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano, maana yake ni kwamba basi inapaswa iwepo kila sehemu. Yaani kama wewe ndio na kauli ya mwisho halafu hauko sehemu fulani, hiyo haki sitatendeka. Moja, hiyo haki itachelewa kutolewa hiyo kauli yenyewe, lakini pili, haki yenyewe hiyo nayo itachelewa kupatikana. Na hii ni la muhimu kwa sababu pia kuna maelekezo ya kikatiba katika ibara ndogo ya 2 ya ibara hii 107A kwamba katika kutoa uamuzi wa mashauri ya madai na jinai kwa kuzingatia sheria, mahakama zitafuata kanuni zifuatazo: 1, kutochelewesha haki bila sababu ya kimsingi. Kutochelewesha haki bila ya kimsingi. Lakini kama maeneo mengine hayana huduma hizo za mahakama, ni dhahiri kwamba hiyo haki itachelewa. Kwa hiyo ni wajibu wa kikatiba, ni wajibu wa kimaadili kwetu. Tunatakiwa sisi wote serikalini tushirikiane kulitekeleza hili. Faraja yetu ni kwamba Mheshimiwa Rais yuko very keen kwenye hili swala. Kwa dhati kabisa nataka hili litekelezeke kwa ufanisi ipasavyo. Na tumeona jinsi ambavyo serikali imewezesha hata kupatikana kwa miundo mbinu hii. Sisi huku mahakamani, sisi judicial officers na non-judicial officers tunaoshiriki hili tunapaswa kuwa makini kuhakikisha kwamba kila tunachokitaka kutekeleza hiki tukifanye kwa wajibu wetu. Nimeshazungumza na waziri wa TAMISEMI, amenihakikishia kwamba amewaelekeza wakuu wa mikoa kila mkuu wa mikoa amempa timeline, amletee hati za ardhi, zitakazokuwa zimepatikana, na sio hati zile za kimila, ni hati hizi za kiserikali. Hizi ni taasisi za serikali. Tunataka ardhi inayoenda kutumiwa na taasisi za serikali. Kwa hiyo hakutakuwa na urasimu sijui wa kuhaulisha. Hii ardhi inaenda kutumiwa na taasisi ya serikali ambayo ni mahakama. Hakutakuwa sasa na bureaucracy kwamba sijui unaanza kuahirisha kutoka ardhi ya vijiji sijui kupeleka wapi. Waendae hizo hati na mapema. Tunazitaka pia kwa ajili ya kuengage World Bank, kwa ajili ya pengine na hata mkopo zaidi, ili badala ya package iliyopo sasa kwenye hiyo phase 2 ya mkopo wa benki,
ya dunia, uhamie kwenye ujenzi wa majengo haya ya mahakama. Hapa ndipo tutakapoona kwamba kutakuwa na faida kubwa sana in the context of what I have already shared with you kwenye eneo hili la utawala bora, haki na utawala wa sheria. Kwa hiyo hilo ni la msingi sana. Lakini mbali na kusogeza huduma zetu kwa wananchi katika maeneo hayo na upatikanaji wa huduma mapema ipasavyo na uimarishaji wa utawala bora na haki na utawala wa sheria katika maeneo hayo, lakini hatua hii pia inakuja na faida nyingi. Moja, stimulate ajira katika maeneo hayo. Maana wanasheria sasa wanaomaliza vyuo watapata fursa kuajiriwa, wengine kama mahakimu, wengine kama makarani, wengine kama na watumishi wengine wote wanaotakiwa kuwepo tu katika hizo ofisi za umma. Wawe ni masekretari, wawe ni walinzi, wawe ni watu aina gani. Na maana yake pia ni kwamba hii italeta ustawi wa wananchi katika maeneo hayo. Ukiacha tu kwamba katika kusimamia utawala wa sheria kunakuwa na amani, watu wanashughulika na shughuli zao, lakini watu wanakuwa na hicho, kwa sababu hata tunapofanya kazi mwisho huwa tunapata na ujira au mshahara, malipo kama yanavyotajwa katika ibara 23 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ni jambo jema ambalo tunapaswa kila mmoja wetu alichangamkie, na kwa kuzingatia pia maelekezo yaliyoko hata katika huko serikalini kwamba wanataka kutengeneza ajira ya watu wasiopungua milioni 8. Ajira milioni 8, si ndio? Sasa hizo ziko kwenye private sector, ziko kwenye sekta za muhimu sana kama za kilimo, uvuvi na ufugaji, lakini na kwenye hizi public service sectors, yani ajira hizi za katika taasisi za umma. Niliona niwaambie hilo na niwachukue nafasi hii. Tunajua kwamba jukumu sasa la kushughulikia haya masuala ni shughuli la mtendaji mkuu na watu wake, kuanzia makao makuu taifa mpaka huko chini. Lakini wasajili mna jukumu kubwa sana kutouch base na hawa watendaji huko waliko kwenye kanda zao, kuwahimiza kuhakikisha kwamba hizi zinapatikana. Lakini pia tumeomba ardhi huko kwa TAMISEMI kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za waheshimiwa majaji na mahakimu kwa ajili ya usalama wao na hadhi yao, na hilo nalo wenzetu wa TAMISEMI walizingatie. Mahakimu na majaji hawapaswi kujichanganya huko na mitaani. Wengine maadili yao yataharibika na wengine ambao yataharibika tu, lakini wataishi kwa wasiwasi. Ukiwa umepanga kwenye nyumba ya mtu pale, afu watu wanakuja kukuomba, nisaidie shangazi yangu sijui ana kitu gani, nisaidie sijui vitu gani, hatimaye tutashindwa hata kumaintain ile impartiality ile ambayo tunapaswa kuwa nayo. Sasa wakikutoa kwenye hiyo nyumba kwa hiyo unaogopa. Kwa hiyo tumewataka wenzetu wa TAMISEMI watutengee hivyo viwanja, na tumeomba kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za mahakimu na majaji wae waishi sehemu ambayo ni secure kama ambavyo ilikuwa wakati wote. Watu hao walikuwa wanaishi maeneo kama ya Wiku, yanaitwa hizi maeneo kama huku Kilimani. Watu wengine upenda kuyaita maeneo ya Uzunguni. Wazungu hao sasa hawapo, wanapaswa wakae hawa wa Afrika wa Tanzania. Na hii akili ya kupima viwanja tunakawa ukae maeneo ambayo ni makubwa yenye low density, mtu apate eneo lile pale ambalo hata kunakuwa na miti, anapata watoto wanavuta hewa nzuri ya oksijeni, wanakuwa na akili nzuri, wanapata sehemu ya kucheza, na achi mambo haya mengine ya hovyo ya kushinda kwenye matelevisheni na kwenye simu na kuangalia sinema ambazo hazina maana katika maendeleo yao. Hili ndilo ambalo tumwambia hilo. Kwa hiyo niwaombe hata mnapofuatilia viwanja hivyo huko kwao, waambieni tumeomba viwanja vya aina hii. Mkizembea historia itawahukumu ninyi wenyewe. Mtamaliza wengine. Kwanza mnapaswa muishi huko, ni style yenu. Lakini cha pili, wengine hata watakao kuja kuwa majaji mtajuta. Vitoto vyenu hivi sasa vitaenda kuchezea watu. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Hao wenzetu walikuwa na sijui kwa nini sisi inakuwa hivi. Miaka 20 na ngapi, sijui 60 na ngapi ya uhuru, bado tunapima viwanja vya stream mnaita vibox. Yaani sisi hatujaona umuhimu wa kuwa na maeneo mazuri hayo ya kuishi.
Basi wana Mungu anda. Lakini hii haiwahusu ninyi, inahusu taasisi nyingine. Hiyo sio sisi tunopanga hiyo nani. Lakini kwa nasema basi ni wakati pia umefika tuangalie hata tunaopanga mipango yetu hizi. Mimi naamini kuna faida kubwa hasa kwa nchi kama Tanzania na eneo kama la Dodoma kwa mfano ambalo bado halina shida hali. Mtu mwingine anaweza kaweka hapo hata na banda la kuku wa kienyeji kama mshahara utoshi ina supplement. Mtu mwingine anaweka hapo na mgomba anakuwa anapata ndizi hapo. It comes with so many benefits. Ukiacha tu kufanya akili yako iwe nzuri. Mwingine anaweza kaweka na ng'ombe moja hapo. And this supplements his income. If his income is being so much supplemented, this is also a mitigation against corrupt practices. Sindio? If any. So, hii inakuja na faida nyingi sana. Ukiacha usalama tu wa ninyi waheshimiwa majaji na mahakimu. Kwa hiyo hilo tunaomba walipe kipaumbele. Kwa hiyo niwaombe kama nilivyokwisha kusema waheshimiwa naibu wasajili na wasajili kwenye maeneo yenu, you should always take into account this particular aspect, to make sure that we secure this land in prime areas, maeneo ambayo yataenhance usalama wetu. Hatuwezi sisi kuenhance usalama unaozungumzwa kwenye dira kama sisi wenyewe tunaishi maeneo ambayo sio salama na sisi wenyewe hatuko salama. Serikali imechukua hatua kubwa kuhakikisha kwamba hata usalama wetu mwingine kwenye masuala ya magari unakuwepo. Sio mahakimu wote wana magari, lakini viongozi wana magari na majaji wana magari. Kama viongozi tunachukua hatua kuengage hizi taasisi nyingine na serikali, ni kwa namna gani mahakimu wote au judicial officers wote watapata hata magari waweze kuwa comfortable. Sio wanalingishwa shingishwa na Waswahili fulani mitaani huko na nini. Hafu hawa na jukumu kubwa sana. Kwa hiyo hilo mwenye nani, msiseme mkaenda mkasema kwamba hili ni la mtendaji mkuu, hili ni la mtendaji kwenye ngazi hizo za kanda, sijini za afisa utumishi. Kwa hiyo mnasaidiana kukumbushana. Unamkumbusha wewe, anaona wewe ndio beneficiary wa hiyo ardhi hata ikipatikana, kwa maana kwamba hapo si mahakama ndio beneficiary wa hiyo ardhi. Kwa hiyo kuwepo kwa mahakama hizo zikijengwa huko, lakini na hata hayo makazi yenyewe ambako mnaweza kuwa mnaishi. Kwa hiyo ni muhimu sana hili, taking our services closer to the people, kwa ajili ya timely delivery of justice for, lakini pia kwa sababu ya kupatikana kwa hiyo kauli ya mwisho ya haki mapema ipasavyo. Niliona nianze na hilo lenyewe. Lakini la pili ninalotaka kuwashirikisha ni swala la ugatuzi wa mahakama ya rufani. Kama tunavyojua kwa sasa, kwa mujibu wa katiba, maamuzi ya mahakama ya rufani ndio ya mwisho. Eneo hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kubwa na tuna hiyo mahakama. Watu wanataka huduma za mahakama, na kama nilivyokwisha kusema, mahakama ya Tanzania ndiyo mamlaka yenye kauli ya mwisho kuhusu masuala ya haki. Ukiwa na mamlaka aina hii unapaswa uwepo kila sehemu. Lakini na hayo basi, hiyo kauli nayo isichelewe. Kwa hiyo come 2 February, ifikapo Februari mwaka huu tunaanza huu ugatuzi. Kwa kwanza tutakuwa na Dar es Salaam, Deni, Mbeya, Arusha na Mwanza at a go. Dodoma ndio makao makuu sihitaji, kwa sababu ndio makao makuu itakuwepo. Tusogeze huduma zetu za mahakama hii, kwa sababu so far yenyewe ndio tena yenyewe katika mtiririko wa mahakama ndio yenye kauli ya mwisho. Iwepo huko mapema, watu waweze kupata hiyo fursa ya kuitumia kwa ufanisi. Na
katika kila hizo kanda, ukiondoa Dar es Salaam. Ukiondoa Dar es Salaam ambayo itakuwa na majopo kama 4, kanda nyingine kama Mwanza, Arusha na Mbeya itakuwa ni jopo moja. Kila kanda ikiwa na majaji 4 na wasajili wako pale wa kuwasaidia. Na haya ni muhimu. Kwanza tunapeleka huduma zetu karibu na wananchi, lakini pia kwa ajili ya timely delivery of justice. Haki ipatikane mapema huko. Hii kauli inayozungumzwa ya mwisho ipatikane mapema huko, na watu waendelee na shughuli zao. Mashauri yanayoletwa mahakamani mengine huhusisha uwekezaji, mengine huhusisha biashara, mengine huhusisha masuala ya law and order, mengine huhusisha ndoa, mengine huhusisha mirathi na kadhalika, na mengine migogoro ya ajira na kadhalika. Kila aina ya mashauri yanayoletwa mahakamani halali. Tunataka hizi huduma zipatikane huko kwa urahisi, mapema, ipasavyo, na itachangia sana si tu kwamba utatuzi wa migogoro hii mapema na kufikia hatima yake ikiwa imetolewa na mahakama ya mwisho kabisa sasa kwa mamlaka katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia hali hiyo itasaidia na kushahimisha kukuzwa kwa shughuli za kiuchumi, shughuli za uwekezaji, shughuli za biashara, na kuleta amani na utengemano katika jamii. Niliseme mbele yenu, mlifahamu mategemeo yetu kwamba ninyi wote mnaohamia huko mtatoa ushirikiano mkubwa kwenda kufanya kazi. Sisi ni watumishi wa umma, ni watumishi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa tunapaswa tufanye kazi kila tunapotakiwa kwenda. Ni kwa sababu tu labda kwenda sababu ya msingi tutaiconsider kama umeambiwa unaenda wapi. Kwa sababu ya msingi sema sawa na kuliplace na mtu mwingine. Kwa hiyo hilo mjiandae, niona niwaambie mlifahamu pia. Hakuna kitu kipi hapa, tunatekeleza tu yale yaliyoko kwenye katiba na kwenye mpango mkakati wetu na kwenye shughuli ambazo tunazifanyia kazi kila siku. Sasa tunapofanya hivi, ni waombe ninyi waheshimiwa masajili, ninyi ndio injini ya shughuli za mahakama. Ninyi ndio injini ya shughuli za mahakama, ndio machinery ya shughuli za utendaji wa shughuli za mahakama. Tunataka hata tunapofanya decentralization ya hii court of appeal businesses, kuhamia kule mahakama kwenye hizo baadhi ya kanda, tunataka pia kuonekane kunaleta ufanisi. Sio presence tu pale, lakini tunataka tuone kwamba ufanisi uko pale. Moja, ninyi mnapaswa msimamie vizuri majukumu yenu yametajwa katika zile kanuni na katika sheria, muyatekeleze kwa ufanisi ipasavyo, mkisaidiana na wale makarani wa mahakama ambao ninyi mnaita records management assistants na watu wengine. Na kubwa, kukamilika kuwezesha kwamba kila rekodi ya mahakama inayoletwa mahakamani imekamilika. Hatutaki tuwe na mashauri ambayo yanaletwa mahakamani records hazijakamilika. Maana tunakaa tumule mahakamani only kwamba kuja siku kesi imepangwa ndio mtu anasema sijui mimi sikuweka sijui kitu gani, ninyi mlikuwa wapi? Hatutaki kuifanya mahakama kuwa sehemu ya kuja kuegesha mashauri. Mawakili wengine baadhi ya mawakili ni unscrupulous. Kwa hiyo wanaleta hichi kitu, wanajua hii record ni incomplete. Kwa hiyo yani hii rekodi ndio kwa Kiswahili wanahitaji haijakamilika, but at a certain point in time nitaomba kesi inapokuja kusikilizwa, nitaomba kwamba mheshimiwa, naomba ni faili nani. There is serious abuse ya court process, na hasa kanuni ya 96 tusikubali. Itabidi tuwe makini sana kukamilisha, kuhakikisha kwamba huyu anayeleta rekodi yake iko sahihi. Kama haiko sahihi, na bwana rekodi yako hii haijakamilika, alafu mwingine analeta rufaa yake yuko out of time, amechelewa na bado tunapokea.
na yenyewe inaonekana kwamba iko mule kwenye shauri liko humo ndani. Katika zoezi tunaloendelea nalo, mnakumbuka Mheshimiwa Masajili na koto kwa pili, right now tumefikia hata kubaini mashauri 400 karibu 450 kwenda juu, na tunaenda tumaliza this very week if not baada ya Christmas, baada ya hiyo nani. Haya mashauri tunayo hapa ndio ambayo yanapangwa, tunaenda kule sema fulani tukifika nasema Mheshimiwa, halafu kanuni ile ya 96 imeweka hata na utaratibu. Ushauri wangu kwa mawakili wa kujitegemea na hata wa serikali, wasiabuse court process, wasitake advantage ya fairness ya waheshimiwa majaji ambao quest yao ni kuonyesha fairness yao ili kufanya haki, kuabuse hii process. Na nitawashauri majaji wa mahakama ya rufani wawe so much strict on this one. Want to do with this vice once and for all. Want responsible advocacy. Hatuwezi wanakuja hapa, baadhi yao wanataka advantage ya hekima ya waheshimiwa majaji na quest yao ya kutaka haki itendeke, kuabuse court process. Waheshimiwa Masajili, mtusaidie. Ninyi ndo katika hili ndo kinga ya waheshimiwa majaji. Hivi vitu lazima vijulikane mapema, hata mnapowapelekea ile mafaili mmesha identify hizi vagaries of weather, ili wajiandae, wasiende ili kama isije ikawa ikatumika vibaya. Pamoja na kwamba katika hizi session za koto kwa pili, nazungumza koto wa pili, hizi session zilizomalizika za Novemba na Disemba, kazi kubwa imefanyika vizuri, lakini baadhi ya mawakili baadhi ya mawakili wamekuja na hizi sababu ambazo kwa sababu na sheria wao wanaangalia tu loophole, wanaangalia loophole yuko kwenye kanuni na nini, wanasema hivi tu gani. Sasa tunataka to do away na unscrupulous advocates, wale ambao wako tayari ku abuse court process, wakitake advantage ya hekima na fairness ya waheshimiwa majaji. Tumalizane na hili, mashauri haya tuliyokwisha kujipangia yaondoke huku mahakamani, yamalizike. Sambamba na hili, nitawataka ninyi waheshimiwa Masajili, mnapo panga cause list zile, mnapo pendekeza yale, mnapo develop ile draft au kwa ajili ya waheshimiwa majaji, iwe katika ngazi zote, na hasa mahakama kuu na mahakama ya rufani, muhakikishe kwamba mashauri yote ambayo yameisha iva kusikilizwa kadiri yalivyokuwa faili mahakamani yanapangwa kusikilizwa. Msiaruke. Mkiaruka ndio inaleta hii dhana ya mahakama kufanya kuwa sehemu ya kuegesha mafaili. Msiaruke. Mengine mkisha pangwa unapita, wengine wanapita huku wanalalamika, sasa wao lipeleka rufaa mahakamani, ngoja isikilizwe. Tunataka kuondoa hiyo dhana. Na sambamba na hiyo, ninatambua tulikuwa na sababu za msingi kwa nini tuliweka kanuni ya sijui inaitwa backlogs, kwamba kesi itachukuliwa kwamba hii ni imechelewa kusikilizwa. Kama kwa mfano mahakama ya rufaa itakuwa tangu miaka 2 haijasikilizwa, mahakama kuu miaka 2, mahakama ya hakimu mkazi na mahakama ya wilaya mwaka 1, mahakama ya mwanzo miezi 6. Ulikuwa mtaratibu mzuri uliokusudia kushughulika na hii changamoto iliyokuwa nayo ya wingi wa mashauri, wakati ambapo tulikuwa tuna miundombinu michache ya mahakama. Unakuta mahakama moja ya wilaya na hudumia na wilaya nyingine 2 pale, mahakimu hawapo, rasilimali fedha hakuna. Lakini sasa tumetoka huko, mahakimu wapo hizo rasilimali za kusikiliza hizo mashauri zipo, mahakama zipo. Kwa hiyo hatuwezi kuendeleza utaratibu huu. Mimi sioni kwa sababu, kwa mfano mahakama za mwanzo, kwa nini kesi zichelewe? Kwa sababu kwa mfano kesi za jinai tuna mwongozo tangu mwaka 2020
kwamba yule kesi inapopelekwa mahakamani siku hiyo inaanza kusikilizwa siku hiyo hiyo. Sasa wale wakikamatwa na polisi wanakaa pale, wanatolewa pale, mwongozo uliopo ni kwamba mnaenda na mashahidi, kila mmoja ameshajiandaa na mashahidi wake, apelekwe pale. Sasa kama ni hivi mahakama za mwanzo, kwa nini tuchelewe? Kwa nini hizo kesi za jinai zichelewe mpaka miezi 6? Hiyo miezi 6 kesi haijaisha tu, na wale jamaa huwa hawana hata mashahidi wengi. Pale ni uzembe, yani sincerely ni uzembe. We need to save the people of the United Republic of Tanzania in sincerity and in truth. We cannot afford to condone negligences or being indifferent to the discharge of our own duties. On this one, I would like to advise the registrars and the deputy registrars to be keen on this one. Huko mahakama za mwanzo ndiko kunakohudumia Watanzania wengi. Picha yetu kubwa inaonekana pia mahakama ya mwanzo, mtu akitaka kuijua vizuri, mahakama ya mwanzo na mahakama ya rufani. Ama shauri yanakuwa concluded namna gani? Maamuzi yenyewe ni aina gani? Maamuzi yanakuwa concluded muda gani, na maamuzi yenyewe ni aina gani? Ni maamuzi yanayozingatia katiba na sheria, yanayo reflect justice? Ninachokiona mimi, wasajili na mahakimu wafawizi wa wilaya hawajatekeleza wajibu wao kwa ufanisi ipasavyo kuhakikisha kwamba mahakama zetu za mwanzo zinafanya kazi kwa uadilifu na kwa ufanisi ipasavyo. Kwa sababu gani? Hatukagui, na hata tunapokagua pengine hatukagui vizuri. Na kwa mahakimu wafawizi wa wilaya hatuna kisingizio kama ilivyokuwa zamani, kwa sababu sasa tuna magari. Na mahakama zenyewe kwenye wilaya sio nyingi. Ndio maana tunataka kujenga hizi mahakama kila kata. Fanyeni hiyo kazi, muwasimamie. Sisi huku tutakuwa tunawakumbusha mara kwa mara. Na baada ya muda sasa tutaanza pia kwenda kwenye kutembelea, kwenda kwenye field. Tuone ni kitu gani kiko pale. Hivi mimi sioni sababu ya msingi kwa nini mashauri ya mahakama ya mwanzo yale yachelewe. Ninachokiona mimi ni kwamba japokuwa utaratibu huu uliwekwa kwa nia njema na kwa sababu za msingi zilizokuwepo wakati huo ambazo sasa pia hazipo, it is high time tuachane na utaratibu huu, kwa sababu utaratibu huu umeinstitutionalize na kulegalize delays mahakamani. Kesi ambayo ningemaliza kwa siku 2 kama ni mahakama kuu, ninasema si bado na miaka 2. Alafu wengine mko hapa mmesoma na miaka 2. Huku nako kote kwa pili tunasema bado tuna miaka 2. Wananchi tunawajengea fikira gani? Kwamba wana kesi kisha enda huko basi ndio imekaa. Wanapoteza imani na hii taasisi muhimu sana, ambayo ni muhimu sana kwa mustakabali wa taifa hili. Na ndio maana sasa watu wengine wana abuse, wanatumia vibaya huu utaratibu kuja kuegesha kesi hapa. Mimi nataka tuzingatie masharti ya katiba na masharti ya kauli mbiu yetu. No vision, timely justice for all. Haki sawa kwa wote mapema ipasavyo. Kesi nyingine ni ndogo ya kumalizika siku hiyo, unasubiri tena miaka 2.
Kwa mfano mashauri ya mirathi, sijui na vitu gani, hata kama yasingekuwa mashauri ya mirathi, kwa sababu utaratibu huu umetuwekea mambo ya FIFO, first in first out, we gonna do away with this. Hii imetuletea shida kubwa sana. Yani kitu ambacho unaona kwa agency yake kingeweza kuamuliwa mapema, alafu hakiwezi kuamuliwa kwa sababu kimefailiwa late. Tunaanza na ile ya zamani iliyofunguliwa sijui miaka 2 iliyopita. Itakuwa mahakama ina gani hii? Watu wanakata tamaa. Hivi kila kitu lazima kiletwe mahakamani with certificate and certificate of agency. Sasa chukua kwa mfano mashauri haya ya mirathi. Mashauri ya mirathi, wale watu kwenye ile estate, kwenye ile family ya marehemu wana huzuni, wamepotelewa na ndugu yao, mwenza wao, mzazi, nani, mwanafamilia. Wanaumia na pengo hilo halizibiki tu anyway. Halizibiki, maisha yote halizibiki. Mtu akisha kufa amekufa, ana identity yake. Ndio tukabuni utaratibu tu hata kumwendeleza, tunazaa watoto tunawapa majina. Kwa mfano Masaji, mimi sio jina langu ni la baba, kama kumbukumbu ya baba yake baba. But I'm quite different from Masaju the original, si ndio? Sasa mimi ningependa tuyape kipaumbele haya mashauri ya mirathi kwa mfano. Kwa nini anasubiri FIFO? Labda FIFO katika kategori ya hiyo mashauri ya mirathi, first in first out. But mengine yanakuja hayana hata mgogoro. Halafu haya mashauri yamekuwa prone kwa migogoro mingi. Na watu wengine wanapenda kunufaika kutoka kwenye estates za marehemu. Sasa namna ya kumaliza hii migogoro ni kuyafanya maamuzi haya tuamulie mapema. Watu waendelee na utaratibu wao. Maamuzi yafanyike. Tumeshabadilisha zile kanuni kama tulivyokwisha kusema, tunafahamu. Lakini mimi nataka haya mashauri tuyape vipaumbele. Kwa hiyo kwa pili, tunapofungua Disemba na Februari, yaliyoko huku 68 yaliyokwisha iva tutamalizana nayo. Tutamalizana nayo huku. Ushauri wangu ni kwamba mlioko mahakama kuu na mahakama hizi nyingine, na hasa mahakama ya mwanzo na mahakama ya wilaya, ambao mara nyingi ndio mnashughulika na masuala haya ya mirathi, tuyape kipaumbele haya mashauri, tumalizane nayo, hayana sababu ya kukaa. Na tuwe very firm and strict kuhakikisha kwamba the law is complied with and followed according to the letter. Tusientertain hivi vitu vya kuleta majonzi kwenye familia na nini. Mtu ambaye hataki kuwa fair unakuta tu anakata rufaa. Kwa hiyo kesi zinakuja kuwa packed huko. Sasa nitoe mfano kwa mfano. Mahakama ya mwanzo, ukiacha mashauri ya mirathi, tumewapa miezi 6. Kwa hiyo hii yenyewe ina breed inefficiency na negligence, indifference to timely justice. Lakini ukiangalia unasema si bado nao muda. Huyu wa mahakama kuu na miaka yake 2, naita miezi 24, na anasema si bado muda upo. Bado muda upo. Alafu tuliweka utaratibu wa benchmark hizi sijui ndio quota kwamba ili uonekane umefanya vizuri, at least umefanya majarada kadhaa. Sijui mahakama kuu ni 200 sijui na ngapi, 220. Sasa changamoto ya utaratibu huu pia ni kwamba hata kama uliwekwa kwa nia njema, ni kwamba mtu wala hata focus sio doing justice. That is not the focus. Sio lengo. That is not even the objective. Now the objective and the focus will be disposing these 220 files. Abdicate your duty of doing justice. So sometimes we rush, but in order to meet the target.
Hiyo tunataka quality justice. You better delay, lakini uende kwenye quality justice. Na matokeo yake tumekimbilia, ninaangalia mahakama kuu na hizo mahakama nyingine, na hasa mahakama hizi za wilaya, mahakama na mahakama za wilaya. Tumekimbilia kwenda kwenye rufaa na application. Tumeacha substantive cases, mashauri ya msingi. Kwa sababu ya msingi haya yanachukua, they are very involving, very taxing, very demanding. It involves calling upon witnesses, si ndio? Sasa ukiangalia zile register unakuta mashauri ya ardhi yako pale ya msingi kwenye original, nazungumza mahakama kuu. Mashauri sijui ya mahakama ya mafisadi na rushwa yako pale. Mashauri ya migogoro ya ajira yako pale, yale ya msingi. Mashauri ya mirathi yale ya msingi yako pale. Matrimonio ziko pale, kwa sababu hizi ni very involving in all categories of disputes. Tumekimbilia kwenye appeals na kwenye applications, kwenye rufaa na maombi, kwa sababu haya ni rahisi kudispose. Unaweka pale nimepata mashauri 220. Halafu huku juu wakubwa nao wanasema huyu bwana anafanya vizuri, na hapo anazalisha rufaa kuja huku nyingi ya necessary. We are doing away with this. Na nini being the engine of this judiciary. I'm so much confident that mnaelewa, kwa sababu mkutano tuliofanya siku ile tarehe 19 na nini mwezi huu, mnaonyesha ni watu wenye uwezo mkubwa, watu mnaofahamu wajibu wenu. Mimi ni ambacho ningewataka mdumishe hiyo proactivity, kujituma, na wakati fulani kuwa wabunifu kukabiliana na hizi changamoto, but wabunifu within the parameters of law and the constitution and our ethics. So ubunifu ule wa kutafuta umaarufu lakini nje ya hayo mambo. Na mimi siku zote nawakumbusha matakwa ya katiba. Ibara 25. Unajua hili swala la kujituma ni swala la katiba. Ni swala la katiba, swala la nidhamu ya kazi ni swala la katiba. Ibara 25. Kazi pekee ndio huzaa utajiri wa mali katika jamii. Sasa ziko kazi za kuzalisha mali moja kwa moja kama kilimo, uvuvi, ufugaji, biashara, ufundi, seremala, yani zile za kuzalisha mali moja kwa moja. Lakini ziko kazi nyingine kama za kwetu hizi sio za kuzalisha mali, ni za mshahara, nao ni mali kidogo, japo ni ndogo, si ndio? Lakini kazi hizi zote ndio huzaa utajiri wa mali katika jamii. Sasa lakini ibara ya 9 hii inasema hivi kwamba kila mtu mwenye uwezo wa kufanya kazi anafanya kazi. Yenyewe inaelekeza pamoja na mambo mengine kwamba kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba kila mtu mwenye uwezo wa kufanya kazi anafanya kazi. Kazi maana yake ni shughuli yote halali inayompatia mtu riziki yake. Na sisi hii kazi ya usajili na ujaji na uhakimu na nini ni kazi halali, sinatupatia pia riziki yetu. Na sisi tumepata bahati ya angalau hata ya kupata hizi kazi. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo sema kazi pekee ndio huzaa utajiri wa mali katika jamii, ndilo chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu. Ndio maana tunataka kupeleka pia pamoja na mambo mengine hizi huduma zetu za mahakama za mwanzo kila kata, ili watu kuenhance amani na utengamano na usalama kwetu, watu waweze kufanya shughuli zao kwa ajili ya ustawi. Ndio chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu. Jamii gani inaendekeza wazururaji na wazembe na wavivu? Hata walipokuwa natafuta wachumba, kwa mfano kule Kigoma na Bukoba,
Moja ya sifa ilikuwa kwamba unaenda wanasema hapa binti wa fulani, kama ni huyu ana bidii ya kazi. Hiyo nyumba hiyo huwa ya wavivu. Sasa na kila mtu ana wajibu wa kushiriki kwa kujituma na uaminifu. Hili ndio naomba kuwasitiza ndugu zangu. Tushiriki kwa kujituma na uaminifu katika kazi halali kama za kwetu hizi. Tunapotekeleza majukumu yetu, tusipende tu kuitwa waheshimiwa. Hizi statutory uheshimiwa mimi unanipa shida sana. Siku hizi hatutaki kuitwa tena ndugu. Kama mmoja anataka kuitwa mheshimiwa, mheshimiwa. Mheshimiwa wapi? Haya masharti haya umeyatekeleza? Ya katiba hii inachosema hapa. Tukifikia hatua hii uheshimiwa kwa statutory, then we are in for it. And then this inakuwa kama ni cover up ya udhaifu wetu. Tunapaswa tujitume halafu kwa uaminifu. Sasa kujituma kwa uaminifu, hii kujituma ndio neno halali na rasmi la sisi huku tunapokuita kwa Kiswahili kujiongeza. Lakini kwenye lugha ya kikatiba na kisheria ni kujituma. Usisubiri kusukuma na mtu. Changamoto tulionao mahakama ya Tanzania, miezi sita haijakamilika, niliokaa na ninyi hapa na hata nilipokuwa huku kabla sijaenda kule kule Ikulu, tunaishi kwa maelekezo. Mimi sitaki tuishi kwa maelekezo, mimi nataka tujitume. Ndio maana wengine tunachukua muda mrefu kufanya mentoring, kufundisha. Hii akili ya kuishi kwa maelekezo yanayoshuka kutoka kwa jaji mkuu yaende kwa jaji kiongozi, au yanaanzia kwa jaji kiongozi kuenda huku chini, yataenda kwa jaji mfawizi, yataenda kwa jaji mfawizi, atampelekea msajili atashusha sijui kwa hakimu kazi mfawizi wa wilaya au sijui wa mkoa. Hii inaitwa mahakama hakimu kazi. Endeni kama inahusu mahakama za mwanzo, hakimu mfawizi wa wilaya atalipeleka mahakama ya mwanzo. Hiyo akili ya kuishi kwa maelekezo ndio mimi nataka tuachane nayo. Kila mmoja atambue wajibu wake. Na hili tatizo limekuwa kubwa sasa humu serikalini. Ndio maana hata hiyo dira inazungumza juu ya wajibikaji kama kipaumbele cha 3 wa utumishi wa umma. Na sisi huku mahakamani changamoto ni kubwa kwa sababu tunaishi kwa maelekezo. Mimi sitaki tuishi kwa maelekezo kwa sababu maelekezo tayari tunayo katika katiba, katika sheria na maadili yetu. That is it. Tukianza kuishi kwa maelekezo tutachukiana bila sababu za msingi. Kwa sababu tutakapoanza follow up tunaanza kuwajibishana. Hii akili ya kuishi kwa maelekezo kwa kweli imespeed down, imelower speed ya kuwa active, kuwa proactive, kwa watu wa kujituma na kuonyesha ile bidii ya kazi. Tunasubiri maelekezo kutoka kwa jaji mkuu, maelekezo kutoka kwa jaji kiongozi, maelekezo sijui nini. And then nilichokuja kubaini ni kwamba haya maelekezo yakisha shuka kule, no follow up, no feedback. I would like that we change tremendously. Sisi ni sehemu ya serikali, lakini wenye jukumu la kutoa haki. Mihimili mingine inapohimizana huko wajibu wetu sisi wenyewe huku na tujione kwamba na sisi ni wahusika. Na tuna mchango mkubwa sana katika kudumisha law and order tunapotekeleza hilo jukumu la haki. Na kwa sababu hiyo kudumisha ustawi wa wananchi. Ushauri wangu ni kwamba tuyatekeleze haya kwa kujituma na kwa uaminifu. Tunatambua maadili ya utumishi wetu. Na uadilifu nimesema several times inahusu vitu: our compliance with the laws of this nation, and na compliance ya maadili yetu, na compliance ya viapo vyetu.
B, kutimiza nidhamu ya kazi na kujitahidi kufikia malengo ya uzalishaji mali ya binafsi na yale malengo ya pamoja yanayotakiwa au yaliyowekwa na sheria. Nidhamu yetu ya kazi ni ipi ambayo tunapaswa tuitimize? Ni hii ya kusubiri kuambiwa? Hivi hatujui kwamba hapa kuna changamoto? Sisi ndio tulipaswa tuwe first person kuwa sensitive to justice. Hatuwezi kuwa tunaitwa tu justice, Mr. Justice, Chief Justice wakati ambapo we are not even sensitive to justice. Inatakiwa mtu akiniona mimi aone hapa kuna justice. Akimwona mtu fulani hapa amuone hapa ni justice. Asikuona anasema huyu jamaa hapa si ndio anachukua gahera hapa. Huyo hatujali kabisa huyu hapa. Naombeni haya maelekezo yataendelea kuwepo, lakini yanapokuja yafanywe kazi kwa ufanisi ipasavyo ili kupata tija iliyokusudiwa. Lakini zaidi sisi tunasisitiza kujituma na kwa uaminifu, lakini kuzingatia nidhamu ya kazi na kuwa na jitihada za kufikia malengo tuliyojiwekea. Lengo letu sisi Tanzania ni kufanya kazi, ni kutoa haki kwa wote mapema ipasavyo. That is our objective, ndio vision yetu. Lengo letu sio kudischarge mafaili 220. Mnaelewa jamani? Na malengo yetu sisi yamewekwa kwenye katiba, yamewekwa kwenye sheria. Sasa hivi kimsingi hatuna visingizio. Sisi wengine ambao tunaifahamu mahakama tangu wakati huo, kuja kuanza kazi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali hapa kama wakili wa serikali hapa Dodoma 1994. Mahakama ya Tanzania hii haikuwa hivi mnavyoona leo ninyi. Tulifikia hatua mahakamani hatukuwa na karatasi za kuandikia, tunaandikia kwenye mifuko ya simenti kabisa. Mimi nimeshuhudia. Tukatoka kwenye mifuko ya simenti tukaenda kwenye madaftari. Kuna reformu zimefanyika hapa na serikali. We have got to be so much grateful. Kwamba viongozi wetu wakuu wa taifa hili katika nyakati mbalimbali wanaona umuhimu, hata kama tuonekana kama tumebaki nyuma, but seriously kujisi kuna kitu substantive kimefanyika. Ninyi mnakaa hapa kwenye viti vizuri hivi hapa na nini? Nini? The good thing is, as I can see and graceful, ninyi nikiangalia ninyi pale, naona kama akili zenu ni nzuri, na ninaamini kwamba tutafanya vizuri, na tuendelee kuichukulia seriously haya ambayo ni wajibu wetu. Sasa pamoja na mashauri haya ya mirathi ambayo nimesema haya yanapaswa yapate first charge, iwe ni kwenye level ya original jurisdiction au kwenye appellate level. Kuna umuhimu pia kuongeza speed yetu kwenye disposal, kwenye adjudication ya mashauri yanayohusu ardhi. Ardhi ndio mali ya maana hapa duniani kuliko mali zozote. Na hata ninyi mnaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu ya ardhi, eneo lililotengwa linalojulikana kama ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kila shughuli za binadamu hutegemea uwepo wa ardhi, na anazifanya kwenye ardhi, na uzalishaji wote hufanyika kwenye ardhi. Na sisi binadamu hata kuishi, ukiacha hiyo divine intervention, tunategemea matumizi ya ardhi. Kuna mmoja wenu hapa namuona anaendaga kanisani anafundisha, sitamtaja, lakini ukisoma Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17 hadi wa 19 pale
Yule bwana mkubwa alielekezwa, anaitwa Adamu, pamoja na mambo mengine. Wewe ni ardhi, utaitumikia hiyo ardhi maisha yako yote. Maana yake kwamba shughuli zako za uchumi, za kisiasa na kijamii zinategemea matumizi ya ardhi. Uchumi wote uko kwenye ardhi, na siku zote vita hupigana kwa sababu mbili: moja, ardhi ambayo inabeba rasilimali zote; pili, ibada, and nothing else, dini. Ndio maana nasema hii migogoro ya ardhi lazima tuitatue mapema, na tumeona tu hapa watu wanapigana pia, either individually. Mimi nimeshuhudia kesi, nimehukumu kesi mimi, mtu anampiga mwenzake, wanagombea shamba, lakini tumeshuhudia sisi hapa watu fulani wakipigania ardhi, au koo fulani katika kabila fulani wakipigania ardhi, au watu fulani wakipigania ardhi ama kwa ajili ya malisho au kwa ajili ya kilimo. We want to do away with this thing. Na mimi natamani kwamba hata adjudication ya mashauri ya migogoro ya ardhi kwenye ngazi ya wilaya kule na wapi, hii ya mimi mahakamani tufanye sisi wenyewe. Right now tunalaumiwa kwa kitu ambacho hatuhusiki. Mashauri yanakuja huku juu yameshaharibika. Kwa nataka mashauri haya tuyape kipaumbele. Masajili, ninyi waheshimiwa masajili, mnapotengeneza mwakumbushe waheshimiwa majaji wasikilize hizi kesi za msingi za migogoro ya ardhi iliyoko kwenye original jurisdiction zao. Tusizikwepe. Sasa pamoja na mikakati tulionayo, Mheshimiwa Rais yeye anafahamu. Sisi nilidhani kwamba ifikapo Juni tungekuwa tumemaliza, tusiwe na kitu hizi delays. Juni next year. Lakini navyoangalia na mambo mengine na urasimu huku serikalini na nini, mambo mengine yanahusikana pia na kufanya amendment kwenye sheria zetu. Tunaandaa bili right now. Mimi kabla sijaondoka nataka niwe nimekamilisha niipeleke kwa mwanasheria mkuu wa serikali, ili bunge linalokuja la Januari ile bili isomwe angalau kwa mara ya kwanza, na ikiwezekana waheshimiwa wale akili zao zikiendelea kuwa nzuri, basi iende hata isomwe mara ya tatu, iwe sheria, sisi tuanze kufanya kazi, itupunguzie hizi backlog huku na ucheleweshaji wa kazi. Sasa moja ya mambo ya msingi kwenye hiyo bili ni hii mahakama ipo, haianzishwi, ipo, ila inaitwa kwa jina lingine la hakimu mkazi, ikiwa redundant. Sio swala kisera hili kwamba tupeleke suri nini, halina urasimu, kwa sababu ni kubadilisha jina na kuipa majukumu ambayo itatusaidia sana kupunguza na hivi vitu vingine. Sasa kwa hiyo pamoja na hatua nyingine hizi tunazochukua za kumitigate delays, right now basi other things being equal, tungependa kabla au ifikapo tarehe 15 Disemba mwaka 2025 tuwe na zero delays. Yani kesi iwe imechelewa kwa sababu kulikuwa na sababu ya msingi. Mimi naachana na haya mambo ya institutionalization na regularization ya delays. Kiko naiweka miaka miwili, sijui miezi 6. Kwa nini? Mashauri ya jinai kwa mfano, DPP ameshasema yeye wao upelelezi shauri siku 90. Wao wamemaliza. Siku miezi 6 shauri lile limekamilika kusikilizwa mahakama ya wilaya na mahakama ya hakimu mkazi. Na sisi tulishasema tunaachana hiyo mwaka mmoja. Sisi tunarudi huku hiyo miezi 6, lakini hatutaenda miezi 6 ndio tunaiondoa. Mimi nataka turudi kwenye msingi wa katiba, kutochelewesha haki bila kuwepo sababu ya msingi. Kama nilivyokwisha kusema, ukishaweka hizi characterization na periodization ya timing ya kumaliza mashauri, this breeds negligence, it breeds delays in a discharge of justice, in the discharge of our duties. Lakini ukiamka kama nilivyokwisha kusema, nasema sina miaka miwili hapa, miaka miwili ya wapi? Kwa hiyo narudi pale nyuma.
mashauri haya ya ardhi yapewe kipaumbele, na kama kutakuwa kuna kuwapima watu ni how much they do discharge hizi substantive cases. Haina maana kwamba kwenye apili waziache, lakini apili ni rahisi. Mimi naweza kusikiliza apili hata 20 kwa siku moja. Kuna ugumu gani kwenye apili zipate? Acha hizi za court of appeal ambazo ni complicated. Hizo apili nyingine za ardhi, sijui za ndoa, sijui za vitu gani, sijui zile applications zinazokuja pale za kazi na rufaa zile huku wanaleta huku high court. Kuna kitu gani kigumu pale? Na nataka tufanye kazi kwa kujituma, tusisubiri posho. Vitu vingine tufanye kazi kwa kujituma, tusubiri posho. Posho hiyo ni incentive tu. Watu wakikuona huyu anajituma, akili yake ni nzuri, the reward will always be there. Iko hata kwenye katiba ibara 23 na kwenye hii dira ya taifa ya 2050 inasema ili kuimarisha uwajibikaji katika utumishi wa umma kutakuwa na adhabu na nini, wanatumia lugha gani ile, na motisha hii. Nakushukuru sana Mheshimiwa RCA. Incentives, there be punish, sanctions and incentives. Watendaji hawa accounting officers wana akili ya kubaini kwamba hawa jamaa wamefanya kazi kubwa, they deserve reward, an incentive. Hatuwezi kufikia hatua ili tufanye kazi tutekeleze wajibu wetu ambao sisi ni wajibu wetu mpaka tulipwe, alafu vipaumbele viwe kwenye kufunga safari za kwenda mikoani na nje ya nchi ili tupate fedha, huku hizi taasisi zetu na wajibu wetu ukienda sivyo. Sasa nazungumza na ninyi, nadhani ninyi ndio wazao wangu wa kwanza, si ndio? Nafikiri ninyi mmeanza kunielewa. Baadhi yenu mimi nimefanya nao kazi hapa, sitaki kuwataja. Na wengine nikawamenta, wamekuwa viongozi. Ninaombeni sana, naombeni sana sisi, we need to be exponents of justice, not evils. We are exponents of justice and not evils. And that being the case, we should serve the people with all sincerity and in truth. Narudi kwenye ibara 125 hiyo. Ibara 25 tu ya katiba. Kujituma na kuaminifu. Nidhamu, jitihada kufikia malengo yetu. Na malengo yetu ni ya kikatiba, ni ya kisheria. Nimewaeleza tangu mwanzo. Ninyi mkiwa mashini, siongei leo na majaji hapa, naongea na ninyi kwa sababu ninyi ndio machinery ya mahakama. Mkizembea we are done. Serikali ifanya mabadiliko ikasema tuwatenganishe wasajili, tuache na makazi yao ya judicial. Sasa kazi za utawala tuwape watu wengine. Hawa utawala wapo wanafanya hizo kazi. Kwa hiyo wakati ambapo kuna hiyo burden, sisi tutekeleze wajibu wetu. Zile kesi nikiziangalia mimi, sioni hata sababu kwa nini hata zifike hiyo Disemba niliyosema. Tungeweza kuzimaliza kama Juni, zote zimekamilika. Tumeweka mkakati. Tutakapomaliza hizi tulizonazo, kwa mfano court of appeal, hawa majaji ambao tumewastation kwenye hizo kanda wataanza sasa kudili specifically na kesi loko pale.
anakata rufaa, si inasajiliwa centrally, alafu anasikiliza. That is the instance of taking them to the people down there. But for the time being tutashigirika na kumaliza hizi zilizopo, ambazo kama nimesema other things being equal, by December 15th next year we have been done. Na lingine, wasimamieni vizuri. Sisi mnawasimamia ninyi au mnafanyaje? Hawa mawakili wanao misbehave, tunataka ku-reinforce na kuimarisha discipline ya advocacy mahakamani. Nadhani ninyi mnajua zaidi pengine kuliko sisi. Hii haki inabeba hatima ya mtu, si tu hapa duniani, lakini hata kule afterlife. Baada ya maisha hapa kuna hukumu, huko baadaye tunahukumiwa na Mungu. Sisi hapa tunataka twende wote sawa, tunaposisitiza maadili na uadilifu upande wa judicial officers, equally hii nayo apply kwa watu wengine wabaya. Na mtatuambia kama kuna upande wa mawakili wa serikali nao wanachelewesha kesi, tuambieni. Haiwezi ikawa ni one-sided approach. Sisi hatutaki abuse ya legal process, kwa sababu katiba imekataza abuse ya legal process. Iwe sasa ni kwa wanasheria wa serikali au binafsi. Tulikuwa wote pale siku ya tukio la advocates admission ceremony. Na mnakumbuka kilichozungumzwa na viongozi wa pande zote mbili, upande wa Tanganyika Law Society na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, na ambacho mahakama ilikisema, we want to live it, we want to live by it. Na we have strengthened hiyo National Advocates Committee kwa kuiwezesha kuwa na budget, kuwa na secretariat yake na kuwa na ofisi. Na kwa kuanzia kama alivyosema mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa Jaji Karemaha siku ile, mashauri 45 yaliyokuwa pending sijui kwa miaka mingapi gonna be heard and disposed come early next year. Tunachotaka hizi committees za mikoani huko za kanda wawe nao to the standard, kusudi twende wote pamoja. Sisi huku mahakamani tukiwa tunaenda vizuri, lakini wenzetu wale wakitukwamisha hatutafika sehemu yote. Tunataka kesi nayo kuja mahakamani iwe ni kesi ambayo so much involving kwa kweli, kuna sababu za kuwepo. Na we say serious note, tuchukue nafasi kuwashauri watu wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ambao kazi zao zinafanywa na ofisi ya wakili mkuu wa serikali. Lakini anayejulikana sisi tunayemjua ni ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kwa sababu mashauri yote yanayohusu serikali yanaletwa mahakamani kwa jina la mwanasheria mkuu wa serikali. Sasa yeye kama na wakili wake, well and good. Tunataka sisi wote tuna akili. Kuna mashauri mengine ni ya kushindwa tu humu mahakamani, waondoe mahakamani humu. Wasisubiri mahakama yaamue alafu waanze kusema mahakama sijui wamekula rushwa, sijui mahakama ni anti-government. We don't want to reach that. Kesi una ushahidi ama hauna ushahidi tu. Hizi kesi za madai zile, serikali inashitakiwa, tumefanya makosa tunafanya mengine. Kwa mfano kwenye sekta mbalimbali tu, hata maamuzi, unamuondoa mkandarasi kwenye kazi zake, unavunja mkataba kuzingatia taratibu, sijui mwingine umemnyang'anya kitabu cha madini. Sasa hiyo kesi utaishindaje? Umemfukuza mtu kazi bila kumpa right to be heard, hiyo kesi utaishindaje mahakamani? Tunataka hawa jamaa, hizi kesi za kuja mahakamani na hasa kesi za mwanasheria mkuu wa serikali ziwe ni kesi ambazo ni so much serious. Hatutaki kujenga wadui kwenye mihimili hii mitatu tuanze kulaumiana wakati kesi iko pale. Katika hali ya kawaida ni kesi yako ni ya kushindwa, kaiondoe tu.
Mwende mwelewane, na usuluhishi umewekwa kwenye katiba. Ibara ya 107A kubwa ibara ndogo ya pili D. Endeni mkaelewane, alafu shughuli zinaendelea. Na kuelewana kuna faida nyingi. Kwanza mnajenga udugu na uadui na urafiki unadumu, mahusiano yenu yanadumu. Hakutakuwa na inwendo ya kulaumiana na kadhalika. Mnaokoa muda, mnaokoa fedha. Faida ziko nyingi. Na sisi wakati nimezungumza haya kiutendaji yako ambayo ni legislative action, nimeshaanza kuambia bill, draft bill, written resolution amendment ambayo tunadevelop. Lakini kuna mengine legislative action ya mahakama yenyewe. Tumefanya hapo, tumeendelea kufanya miaka yote. Na moja ambacho tunachukua hatua, tutakaamendi hiyo, mbali ya kuamendi hizi sheria nyingine kama the Appellate Jurisdiction Act, CPC, Civil Procedure Code, tutabadilisha na kanuni, kuondoa mambo ya kesi kuja kukaa pale nasubiri tu mambo sijui mnaita speed track. Speed track yani sasa nayo imetugovern, yani speed track ambayo ni hata isaidi chochote. Kesi inakaa pale miezi 18 eti speed track. We're gonna do away with this so called speed track. Hii imeturudisha nyuma kabisa. Hizo ni kanuni nazifanya mimi kwa kushirikiana na waziri. Mungu atujalie uhai tuyafanye haya. Tuna identify vipengele vyote vya sheria ambavyo vimekuwa pia ni source ya delays na ambavyo pia vinakuwa abused sometimes na mambo mengine. Tuambieni waheshimiwa wasajili, ninyi ndio mnazitumia hizi sheria kila siku, msikae tu hivi. Ninyi ndio mnapata shida, alafu wakati fulani mnalaumiwa ninyi. Hamsemi kwamba mheshimiwa hapa kuna shida kwenye kanuni hii au kwenye sheria hii. Si ndio watumiaji wa hizi. Tutachukua hatua. Ili kila sehemu ambayo mimi hii habari ya kwamba jaji kwanza kukaa na watu kwanza kuwasuluhisha, hata haiko kichwani mwangu. Waende waelewani wao wenyewe, kwa sababu hata katiba haikusema tuwashughulishe. Ilisema ni kukuza na kuendeleza usuluhishi. Tupromote. Watu waje tuwashauri, nendeni, ili ni swala kuelewana tu. Wakikataa sisi tuje tusikilize. Katiba inachosema sisi ni kufanya maamuzi. Tunakaa muda gani tunajifanya tunasuluhisha pale, wanaelewana? Fanyeni ushauri, uchunguzi uliofanya, utafiti uliofanywa na kiongozi mmoja wa mahakama hapo. Jaji kiongozi wa sasa huyu. Ni asilimia chache sana zinazofanikiwa. Sijui 4%, sijui 10% ngapi. How could imagine? Lakini ile kesi inakaa kwenye scheduling kwa muda gani? Yani hivi vitu hivi miezi 12. Haya, tunaenda hapo speed track. Haya yote waheshimiwa, naombeni yale mnaona kwamba ni kikwazo, tushauriane. Tunayale tuyoko ndani ya uwezo wetu, tutarekebisha sisi wenyewe mahakamani kwa kupitia hizo kanuni za jaji mkuu. Yale yaliyo nje ya uwezo wetu tutaishirikisha serikali, bungeni huko ende waangalie. Sisi twende ili hii nia na maelekezo yaliyoko kwenye katiba kwamba haki isicheleweshwe bila kuwepo sababu za kimsingi itekelezeke. Dira yetu ya timely justice for all, haki sawa kwa wote mapema ipasavyo, nayo iweze kutekelezeka. Lakini quality justice, sio justice ya kulipua. Kwa hiyo hapo ya kiutendaji nimeyasema madhaifu yetu sisi wenyewe. Lakini hapo mengine ni ya kisheria, tunachukua hatua. Kwa hiyo haya ndio nifikiri kwamba niwashirikishe, na bahati nzuri mengi yanatokana na mkutano wetu wa tarehe 19. Mimi sitampima mtu kwa mafaili anayodispose. Sitampima mtu kwa mafaili anayodispose. Ni pamoja na quality ya hiyo justice iliyoko mwe, pamoja na kuwepo hiyo fursa hizo remedies nyingine. Sisi tumeamua kujituma
na kwa uaminifu. Sitaki kumwekea mimi mtu mafaili sijui 220 sijui na ngine. Halafu mafaili ya mengine, kuna vituo vingine, kwa mfano tunaanzisha Njombe, kutakuwa na kesi ngapi pale? Kesi chache tu pale. Au Lindi. Sasa atafikisha hata 220. Tutaweka utaratibu. Na bahati nzuri huku mahakama, unajua mahakamani ndio sehemu ambayo uongozi pengine ni rahisi sana. Kwa sababu kila kitu kina utaratibu wake. Kila kitu kina utaratibu wake. Sasa sisi tutakapoondoa hiyo ya 220, alafu tutaona kwamba huyu bwana kwa sababu anavaa miwani yeye atafanya mafaili mawili, anaingia kwenye ile kategori ya kushindwa kutekeleza wajibu wake ama ujaji au wa hakimu. So much simple, na taratibu zinajulikana. Lakini tunaweka mafaili 220, halafu watu wanaenda wanajificha kwenye vile vya application na appeals. Substantive cases za msingi tunaziacha huko kwa sababu they are very taxing and involving. We cannot afford to condone this. Mimi na matumaini makubwa sana na ninyi. Uwezo mnao. Mnaweza. Ila tuepukane na mambo ya kuishi kwa maelekezo. Maelekezo yakija tekeleza, lakini ninachotaka kusema, jitume wewe, usisubiri maelekezo. Kama unaona kitu hakiendi vizuri, si shauri. Tunaogopa accountability au tunaogopa responsibility au tunaogopa liability. Well, ninyi waheshimiwa masajili mkiwa ndio injini na wa kuwasaidia wale majaji pale, na hao majaji mnaowasaidia kule, kama washauriki tuambieni tu. Kwa tutafanya hata mabadiliko kama nilivyokwisha sema kwenye order 8. Tuachane na ya speed tracker na vitu gani ambavyo mimi nataka pleadings zikikamilika kwa kila nature ya kesi, tuwashauri bwana, hii kesi ni kesi ambayo mnaweza kuimaliza ninyi wenyewe. Tunawapa kama mko tayari kwenda kuelewana, kama mko tayari, mnaomba muda gani? Na isizidi in aggregate, isizidi miezi miwili. Maana naweza kusema hapa sawa, tunakupa mwezi mmoja, siku nyingine mwezi mwingine inakuwa siku 60. That is the end of it. Tupange kesi iendelee kusikilizwa. Na kuna kanuni pale, order inasema siku ya kwanza kusikilizwa kwa mashauri, parties watakubaliana mambo yale wanayokubaliana. Wataona mambo yanayokubaliana. Tumekuwa hatufanyi. Matokeo yake kesi inaenda muda mrefu, for nothing. Watu wanaleta kesi pale kuegesha. Want to do away with this thing. Abuse of legal process. Na wakuifanya ni nini? Kwa hiyo tutamendi hizo sheria, tuondoe hivi vitu vingine ambavyo vinatukwamisha. Jaji kwanza kukaa na watu wasianze kusuluhisha sijui na nini. Wapi hiyo ndio naenda. Alafu tunapunguza mani kwa watu pale. Mimi nikipangua kesi hizo ikikamilika, hiyo sijui na vitu gani, inaenda kwa jaji mfawidhi. Jaji mfawidhi ateue mediator jaji. Mediator jaji yule wanaenda hapa haelewani, kesi inarudi kuendelea kwa jaji aliyepangiwa. Kwa mfano nazungumza majaji. Ikitokea huyo jaji aliyepangiwa amehamishwa au amefanyaje nini, yule bwana mediator hawezi kusikiliza hiyo kesi. Tunapunguza sisi wenyewe money power. Hatutaki kufikia hatua hiyo. Kwanza hata hivyo sioni kama inatusaidia sana. Inatuchelewesha tu. Tutataka siku ya kwanza ya kusikilizwa kwa mashauri hayo tukubaliane kama tunavyofanya kwenye criminal procedure. Naandaa memorandum of matters not in dispute. Hivi kwa mfano mashauri ya kibenki, the simplest of all, the easiest of all cases around. Yale sitaki kuwa hapa kwa prejudice. Sasa yale kwa nini mkianza kukubaliana, ni mambo gani mnayokubaliana pale? Unakataa kwamba kuchukua mkopo? Unakataa kwamba mkopo huo ulikuwa na masharti haya? Unakataa kwamba hii ilikuwa ndio collateral?
unakataa kwamba hukudefault. Pengine mnachobishania ni default. Sababu ya default ni nini? Kesi zingeisha tu mapema, alafu tumemaliza. Haya makesi yanachukua uchumi. Ndio maana tukaweka mkakati maalum wa kuyashughulikia. Kwa hiyo nadhani Mheshimiwa, nawashukuruni sana kwa kutenga muda wenu kunishukuru. Na kama nilivyosema siku ile, kwa mara nyingine tena nawashukuru na kuwapongeza. Ninyi ndio machinery ya shughuli za mahakama. Ninyi wenyewe mkiwa judicial officers, lakini pia mkiwa ndio watendaji na wawezeshaji wa mahakama kufanya shughuli zake za adjudication, za usikilizaji wa mashauri na kufanya maamuzi kwa ufanisi ipasavyo. Niwashukuru kwa ambavyo umeendelea kufanya kazi vizuri. Nimewakumbusha maeneo ambayo yanahitaji maboresho kwa upande wetu. Nendeni myafanyie kazi, myaishi. Na ninavyowaona ninyi katika hatua hii ni makandidates wa nafasi ya ujaji. Sidhani kama miongoni mwenu atakuwepo yule mtu ambaye anataka ukose huo ujaji. Ataukosa yeye kwa sababu ameshindwa. Na ujaji hauwezi kuwa sehemu tu ya mtu kwenda kuipa mheshimiwa hata kama hana sifa. Kwa hiyo tumekuwa, nia yetu ni njema. Ndio maana kwa mfano mimi tangu nimekuja hapa kila mara nazungumza na ninyi kuwashauri. Mimi ni mwalimu. Wafanyia mentoring. Kwa nini? Ninyi ni brains tena zinazofaa. Mmefikia hatua nzuri. Hivi vyao tulivyo navyo sisi hatuwezi kuishi navyo milele. There is retirement and so any other vagaries of wealth. Siku zote ni kurisishana. Ukishafikia hatua hii umeaminiwa sana. Na wengine mnateuliwa na Mheshimiwa Rais kama huyu hapa RCA. Na bwana, na wakiendelea na visingizio hivyo vina muda mfupi sana vitaisha na vyenyewe. Kwa sababu vile vigezo, zile loopholes tunaziplug. Tunataka tukipanga kesi ziende zikamilike. Wanaoteseka ni wale wenye kesi, sio mawakili. Hiyo ndio inaoniumiza mimi. Wananchi hawa wanaweka mawakili, wanadhani wakati fulani wanawakilisha vizuri, kumbe sivyo. Kwa hiyo tunaposema tunasikiliza kesi, tuzisikilize. Na kuna kesi kwa mfano za jinai. Tumeangalia kwamba kuna nani kwenye registry nyingine haziendi fedha za kutosha. Kama legal fees za hizi kesi ambazo zinakuwa undertaken under legal aid scheme, si ndio? Mtendaji mkuu hakikisha unatenga fedha za kutosha. Ndio ushauri wangu tu kwamba mtendaji mkuu atenge fedha za kutosha kwenye hizi registry, na hasa zenye mashauri mengi ya mauaji kama Dodoma. Kwa maeneo mengine ni very notorious kwa kesi za homicide. Dodoma ni moja wapo. Huwezi kuinganisha na mikoa mingine ile kama Mtwara au Lindi. Sasa ukiwagawanya hizi fedha equally umewaumiza. Tunataka tunapopanga vikao kusikiliza. Na mimi hizi kesi nasema zisubiri vikao. Situko tu pale. Na kwa mfano zile ambapo mahakama zitakuwa zote zimeenea nchi nzima za high court, subiri vikao. Sisi tutafute fedha ya kuwawezesha waheshimiwa hawa, kwa sababu yale makesi ni very involving, very taxing. Wanachelewa kumaliza kazi, wengine hata wana usafiri. Pata kaposho kale kakuwasaidia kumitigate hizo vagaries of weather. Hata wakodi taxi basi wafikishe nyumbani kwa ajili ya usalama wao na nini. Tuyamalize haya mashauri. Kesi rahisi nyingine ndizo hizo kesi za mauaji. Either you have evidence au hauna ushahidi, kesi za jinai. Na yale mengine ambayo tulichokubaliana endeleeni kuyasimamia vizuri. Sasa wasimamieni vizuri, narudia. Sajili na hakimu mfawizi wa wilaya, wasimamieni vizuri hawa watu huko chini.
Mimi sitaki kusikia mahakamani kule. Tumefanikiwa kuondoa hayo mahakama kupeleka mahakama mwanzo kupeleka watu magerezani. Kesi zenyewe nazo zimepungua. Wanamalizana na wao kwa hizo za jinai. Wengi wao. Tuimarishe basi uadilifu wa utendaji katika mahakama za mwanzo, pale bado kuna shida. Na mimi kwenye hiyo namtaski msajili na hakimu mfawizi wa wilaya. Ninyi ndio na wataski kwenye hiyo. Tukikuta kwenye eneo kuna shida, kama wengine wanafikia hatua na sajili, wanasikiliza kesi, wanazitunga, haziingizi kwenye register, wanafanya vitendo vya ovyo, tutawajibisheni ninyi kwamba hamkutekeleza wajibu wenu. Alafu wananchi wote hawezi kuwa wanalalamika kwamba huyu hakimu ni notarius, alafu ninyi msijue. Tuondoke ile zana ambazo mimi naanza kazi hapa zilizokuwepo mahakamani. Sitataka kuhusiana na ninyi leo. Tuko kwenye zana mpya na tena wakati fulani za wazi. Yaani tunapimwa kwa ukaribu sana, hatuwezi kujificha kwenye makoti ya mheshimiwa. Na hapa Tanzania mtu akikupa rushwa kwanza anakutangaza. Wewe unaona ni siri, yani yeye mwenyewe anakutangaza tu kwamba yule bwana tumeshamalizana naye. Hawa watu tunawafahamu huko na tabia zao zilivyo. Wasituharibie image ya hii mahakama. Na mimi nimeshasema kwa ukiukwaji wa maadili ya utumishi wa mahakama, ambao ukiukwaji huo pia ukawa ni kosa la jinai, tunamalizana naye kwanza kule mahakamani. Na yeye aone, ajifunze. Huko wakimwachia huko mahakamani, na kama ushahidi upo, kwa nini wamwachie? Atakuja kwenye Judicial Service Commission. Alafu tuone kama tutanani. Basi tunapokuwa kwa mara nyingine tena tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kufikia hata tarehe ya leo ya mwaka huu 2025. Tunapoendea mwisho wa mwaka 2025 na mwanzo wa mwaka mpya 2026. Nichukue nafasi hii kuwatakia, kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema na fadhili zake. Lakini la pili, kuombea heri kwa Mheshimiwa Mwenyezi Mungu kwamba hizi rehema na fadhili zake kama anavyozitaja katika Zaburi ya 103 zisitupungukie kila mmoja wetu. Aendelee kutubariki si tu katika maisha yetu, lakini pia hata katika utumishi wetu na katika shughuli zetu. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki mahakama. Asanteni sana kwa kunisikiliza.